Baba zangu wapendwa, mama zangu wapendwa, kaka zangu wapendwa, dada zangu karumna na kanyanya zikatonda murungi obude bona. Wapendwa katika Kristo, wazo letu la leo, usikate tamaa. Sisi ni watu wa Pasaka. Naomba turudie, usikate tamaa. Sisi ni watu wa Pasaka. Katika Injili ya Mathayo tumesikia kwamba ishara itakayotolewa ni ile ishara ya Yona. Jinsi Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku 3, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa katika tumbo la ardhi siku 3. Kijana mmoja alimuuliza Askofu Fulton Sheen, akasema, ilikuwaje Yona alikuwaje kwenye tumbo la nyangumi siku 3? Askofu Fulton Sheen alisema, sijui, ila nikienda mbinguni swali la kwanza nitakalouliza ni namna gani Yona alikuwa kwenye tumbo la nyangumi siku 3. Yule kijana akasema, na kama hayuko mbinguni Yona? Askofu akasema, wewe utamuuliza mwenyewe. Swali si kwamba Yesu alitaka kusisitiza swali la namna gani Yona alikuwa katika tumbo la nyangumi. Hapana, alitaka kuelezea kwamba Yesu yeye mwenyewe atakufa, atazikwa kaburini, lakini siku ya 3 atafufuka. Hii inatia matumaini. Watu wengi wanatafuta ishara. Sasa ukistaajabu ya Musa utaiona ya Firauni. Watu wengi wanataka miujiza, wanatafuta ishara, lakini ishara iliyo kubwa sana ni ishara ya kifo, kuzikwa na ufufuko wa Yesu Kristo. Hiyo ndio ishara kubwa na ni ishara ya matumaini. Haijalishi usiku ni mrefu namna gani, kutakucha, usikate tamaa. Haijalishi upo katika giza namna gani, kutakucha, usikate tamaa. Tumaini ni mshumaa katika giza. Tumaini ni nuru katika giza. Yona alikuwa kwenye tumbo la nyangumi siku 3, na Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa kwenye tumbo la ardhi siku 3. Yona alitoka siku ya 3 akiwa hai, na Bwana wetu Yesu Kristo alitoka siku ya 3 akiwa hai, ingawa Yona yeye akuaga dunia hapo hapo. Lakini Yona alipotoka pakawepo na toba kwa watu wa Ninawi, na Yesu Kristo alipotoka alitoka akitualika tufanye toba ili tuweze kufika mbinguni. Kwa hiyo sisi ni watu wa Pasaka na wimbo wetu ni haleluya. Sisi ni watu wa Pasaka, ni watu wa matumaini, si watu wa kukata tamaa katika maisha. Usikate tamaa. Tumsifu Yesu Kristo.